Haleluya, watu wa Mungu, hapa mahali nilipo kwa sasa, huu ni uwanja wa Kisongo Magereza, mahali ambako Roho Mtakatifu na mbingu kwa ujumla zimejiandaa kushangaza familia zetu na kushangaza ulimwengu kwa kile ambacho Mungu atakifanya kwenye familia zetu kwenye kongamano la kihistoria na la kinabii la Roho Mtakatifu. Ni lile kongamano la mwezi huu tarehe 31 na tarehe 1 na tarehe 2 mwezi wa 8. Zitakuwa ni siku tatu za kishindo cha kutisha kama nini, ambapo Roho Mtakatifu amejiandaa na amezitenga siku hizo maalum kuwa siku maalumu kabisa kwa ajili ya mateketezo na milipuko ya kuteketeza na kuharibu chochote kinachoitwa uchawi kwenye familia yako. Watu wa Mungu, uchawi ni mama wa mabaya. Uchawi hupindisha mapenzi ya Mungu. Uchawi huchelewesha mapenzi ya Mungu kwenye nyumba, kwenye uzao na kwenye generation. Lakini Roho Mtakatifu kwa msaada wake na kwa mkono wake na kwa mapenzi yake ametuandalia siku tatu katika viwanja hivi vya magereza Kisongo Arusha, mahali ambako Tanzania na nchi zote za jirani tutakusanyika hapa mahali kwa ajili ya siku tatu ambazo sio za kawaida. Ninasema ni kongamano ambalo sio la kawaida, na ninasema ni siku tatu za kongamano ambalo sio la kawaida kwa sababu kuu mbili. Number one, kongamano hili halijawahi kutokea kwa sababu ni kongamano ambalo ni hitimisho la mfungo wa siku 30. Tumekuwa kwenye mfungo wa siku 30 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7, na hitimisho la mfungo huu wa siku 30 linakuja kufanyika katika viwanja hivi vya Kisongo Magereza Arusha kwa kongamano kubwa la uponyaji wa familia zetu. Maana yake upako na neema zilizokusanywa kwa siku 30, mvua zake na mafuriko ya upako na neema vitakuwa ni hapa mahali katika viwanja vya magereza. Lakini upekee tena wa kongamano hili ni kwamba kongamano hili la siku tatu la kihistoria na la kinabii na kiufunuo litakuwa ni kongamano la ushirika wa meza ya Bwana kwa ajili ya uponyaji wa familia zetu. Na ushirika huu wa meza ya Bwana umekuwa ukiombewa kwa siku hizi 30 za kufunga na kuomba. Kwa hiyo watu wanatoka nje ya nchi, watu wanatoka nje ya mkoa wa Arusha kuja kushiriki meza ya Bwana ambayo imepikwa kwenye maombi, imeombewa kwenye maombi ya mfungo wa siku 30. Kwa hiyo meza ya Bwana ambayo tutakuja kushiriki itakuwa ni zaidi ya atomic bomb, itakuwa ni zaidi ya nuclear bomb, kwa ajili ya kusambaratisha, kwa ajili ya kuteketeza, kwa ajili ya kulipua kila silaha ya ibilisi inayokwamisha familia, inayochelewesha familia, inayopiga uzao, inayorudisha nyuma maendeleo ya familia. Upako na neema ambazo tumezikusanya kwenye mfungo wa siku 30 zitakuja kuachiliwa, zitakuja kufurishwa kama mafuriko ya upako na neema katika hitimisho la kongamano hili la siku tatu. Mtu wa Mungu, naomba nirudie tena, ushirika wa meza ya Bwana kwenye huduma ya mbingu duniani sio desturi, sio kitu cha kidini. Ushirika wa meza ya Bwana kwenye huduma ya mbingu duniani ni ufunuo na sauti ya waziwazi, ni maelekezo ya waziwazi aliyonipatia Mungu kwamba nishirikishe watu wake meza ya Bwana kama msaada wao, kama njia rahisi ya wao kusaidika. Ndio maana ushirika wa meza ya Bwana kwenye huduma yetu inaambatana na milipuko ya shuhuda za kutisha. Kila siku unaona watu wanashuhudia shuhuda zitokanazo na ushirika wa meza ya Bwana. Sasa ni kusi, mtu wa Mungu, kama uko nje ya nchi, kama uko nje ya mkoa, andaa tiketi yako kabisa, andaa nauli yako kabisa, kata tiketi mapema ambayo itakuruhusu kuingia Arusha, ikiwezekana kabla ya tarehe 31. Fika tarehe 29 kama inawezekana, fika tarehe 30. Tutalala uwanjani hapa, tutaamkia kwenye kilele cha mfungo wa siku 30. Kongamano hili la siku tatu, tarehe 31 mwezi huu na tarehe 1 na tarehe 2, ni exhibition ya Yesu Kristo. Yani ni maonyesho ambayo Yesu Kristo atakuwa anaonyesha power, atakuwa anaonyesha upako wake, atakuwa anaonyesha huruma zake, atakuwa anaonyesha miujiza na ishara isiyo na hesabu, maajabu yasiyo na hesabu. Kongamano hili ni maonyesho. Tumezoea kuwa na maonyesho ya 8-8, lakini safari hii tuna maonyesho ya Yesu Kristo, ambapo atakuwa anaonyesha huruma zake kwenye kusanyiko, anaonyesha msaada wake, anaonyesha miujiza yake ya papo kwa papo, ili tu mamilioni ya watu waokoke, ili tu maelfu ya watu wamrudie Yesu Kristo, na mbingu na ardhi zishuhudie kwamba Arusha Yesu Kristo ametua, na kupitia kongamano hili familia yako, uzao wako utapona. My friend, nisaidie kujulisha watu kuhusu ujio wa kongamano hili la kihistoria. Ninakuhakikishia mtu wa Mungu, kongamano hili la tarehe 31 mwezi wa 7 ambalo ni kilele na hitimisho la mfungo wetu, itakuwa ni mara ya kwanza kwa ardhi hii, kwa viwanja hivi vya magereza kupokea kongamano la namna hiyo. Mbingu zitashuhudia na ardhi hii ya Kisongo itashuhudia kwamba kongamano hili litakuwa ni mara ya kwanza kufanyika katika viwanja hivi
vya magereza Kisongo. Watu wa Mungu, tunakutana kuanzia saa 1 kamili kuanzia tarehe 31 asubuhi. Kongamano linaanza saa 1 kamili hadi baadaye. Ni kongamano kuu kwa ajili ya uponyaji wa familia na ushindi dhidi ya kila aina ya uchawi. Mungu akubariki. Habarisha, julisha watu, andaa tiketi mapema, fika ikiwezekana kabla ya tarehe 31 ili tumshuhudie Yesu Kristo akionyesha huruma, neema, fadhili, nguvu, upako, miujiza papo kwa papo na maajabu yake kupitia exhibition yake ya kongamano hili kuu. Mungu akubariki. Mungu akupe neema ya kuishi mbingu hapa hapa duniani.